Bao la tatu lililofungwa na Shashaman Peter Shalulile lilionyesha ubora wake juu ya kunusa nafasi na kutumia fursa zinazopatikana. Ikumbuke leo hii alipoteza nafasi kadhaa za kufunga na pengine ingezua mjadala, lakini namna ambavyo alimuibia nafasi Frank Magingi aliyekuwa amezubana mpira na kutoa fursa ambayo ni kama zawadi kwa Shashaman. Shashaman alichofanya kuseti mpira kwenye mguu wake dhaifu ambao ni wa kushoto, akauka mpira wavuni na kuifanya Yanga ibuke na ushindi wa mabao 3-1 katika mechi ambayo namna walivyocheza hakika walistahili. Kwa kikosi walichonacho Yanga, namna walivyocheza leo hii, kuna nyakati ambazo na Mungu uliona kana kwamba wanakaba vizuri wakizuia zaidi kutokea chini, lakini subira ya Yanga katika kucheza kwake ikiendelea kumiliki zaidi mpira, ikifanya mashambulizi mengi zaidi, ikapoteza nafasi nyingi, lakini mwisho wa siku ikapata ushindi mnono wa mabao 3-1 ambao unawafanya waanze vyema msimu tena dhidi ya Namungo. Katika mechi ambazo zinapochezwa nyumbani kwa Namungo, Yanga huwa hakuna mechi nyepesi hata kidogo. Maana hata msimu uliopita nakumbuka vizuri, Yanga walishinda kwa bao moja lilofungwa na Maxim Pia Nzengeli, lakini ilikuwa ni mechi nzito haswa. Na leo hii kipindi cha kwanza ilikuwa hivi, ingawa Yanga walipoteza nafasi za wazi, lakini kipindi cha pili ubora wa wachezaji mmoja mmoja uliowezesha kupata matukio muhimu na hivyo kuanza vyema msimu wa 2026-2027 ambapo Yanga wanafukuzia taji la 6 mfululizo la ligi kuu Tanzania bara. Itakuwa vipi kwa kikosi hiki cha Yanga ambayo bado inaendelea kupambana kujipata ili kucheza kwa namna anayotaka kocha Mangoba Mngiti katika msimu mpya, lakini mechi hii ya kwanza inakuwa ni mwendelezo wa matukio mazuri baada ya ushindi dhidi ya Simba katika mechi ya ngao ya jamii, lakini kupoteza 2-1 katika mechi ya siku ya Yanga ambayo walifungwa na Igla Jukong.